Sisi kila uwanja kwetu sisi ni nyumbani. Ukitupeleka jumba la maajabu nyumbani, ukitupeleka si wapi sisi ni nyumbani, umeelewa? Alafu kitu sio kijua, Simba sasa hivi inaboreshwa kutokana na mahitaji. Sisi target yetu kubwa ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Sisi ndio wakombozi wa mpira Tanzania. Kwa hiyo tuchukue ubingwa wa Afrika, lazima tuboreshe kikosi. Umeona Simba ilivyo? Sasa hivi Simba tunaangalia zile sehemu zenye wiki ndio tunakuja kuboresha. Sehemu zenye nini wiki? Ukiangalia msimu uliopita sehemu yenye wiki ni eneo la ushambuliaji namba 9. Kwa hiyo tunakuja kufanya maboresho makubwa na sehemu nyingine tunaongezea tu basi. Hama mambo mengine. Umeelewa? Kwa hiyo sisi msimu Simba tunaenda kuchukua vikombe vyote vile ukao usoni kwetu. Vyote. Hatuache hata kimoja. Jiandae safari kwanza. Ngorongoro. Tukaone Simba zetu. Mabara wamejiandaa. Tuna enjoy. Ujue niweke kitu kimoja tu akielewe. Simba anunui shabiki. Umeelewa vizuri? Simba hajamuonga shabiki. Viongozi wa Simba wametathmini, wameangalia klabu yao. Wakasema kwamba hawa mashabiki misimu mitano amekosa ubingwa, ila ndo mashabiki wanaongoza kuingia uwanjani. Tunawapa zawadi gani? Twendeni Ngorongoro. Tunaenda Ngorongoro kumshangaa Simba. Hakuna, hana nguvu. Hawana nguvu. Wale nisikilize. Mabara, hebu nisikilize kwanza. Mabara nisikilize. Listen to me. Misimu mitatu nyuma, mchezaji akihusishwa na Yanga, wana Yanga watu wanashangilia, wanapiga makofi hivi. Yule Ansi Rafael akitoa taarifa yake ya chini ya carpet, wana Yanga watu wanaisupport, wanaiposti. Jiulize kwa nini msimu huu akiposti nani huyu Ansi Rafael au taarifa za tetezo anazipinga? Ushakujiuliza hilo swali? Kwa nini wanajipinga? Wanajua bosi wao sasa hivi hawezi kufanya bato na mabosi wa Simba. Yaani mchezaji akimtaka Simba na akimtaka hawezi kumchukua bato. Sina sajili sauzi sasa hivi hapo. Bana Abdulrazak Hamza amerejea. Namuona anafanya mazoezi. Namuona. Mabeki wazuri. Sisi tunasubiri uongozi wetu utafanya nini. Na ndio maana alivyoachwa pin kama wana Simba hatujakasirika. Tulivyomwacha pin kama wana Simba hatujakasirika kwa sababu sasa tushaacha ile historia, kwa sababu uje mpira upo hivi. Labda nikufundisheni. Jicho la kocha jinsi anavyoangalia mpira tofauti na jicho lako jinsi unavyoangalia mpira. Umeelewa? Tofauti na jicho la Mavara. Kocha anaangalia mpira kitaalamu, shabiki anaangalia mpira kishabiki. Umeelewa? Kwa hiyo mchezaji akiachwa, kocha ndo kaamua mchezaji aachwe. Umeelewa vizuri? Namuomba Mediari wabadilishe system ya Simba Day. Nahitaji Simba Day ifanywe kama festival. Tuandae show kama wanafanya zile show zile za wasanii. Tualike wasanii. Uzuri Diamond ana nyimbo ya Simba, Alikiba ana nyimbo ya Simba, wasanii wote wakubwa ana nyimbo za Simba. Tualike wewe kama show leaders pale. Tunaamka asubuhi, tunakutana airport, tunaenda kuchimba dawa, tunapita tunaenda leaders. Tunaenda kuangalia wachezaji wakitambulishwa mmoja mmoja, leaders. Alafu hiyo siku mimi matamanio yangu mimi. Hiyo siku hiyo kama festival tunaenjoy mpaka asubuhi. Tarehe 8. Hiyo siku mechi isiwepo. Simba Day ziwe mbili, part 1 na part 2. Tarehe 8 Simba Day utambulisho, tunashinda tarehe 9, tarehe 10 tunashinda tarehe 11, tarehe 12 tunaenda kucheza Simba Day mechi na Yanga kwa jamii. Mbona wewe unapenda kushimba dawa sana bwana? Yaani tarehe 12 iwe Simba Day part 2 na Yanga kule tunaenda kucheza nao sisi. Yaani sisi wana na kwa jamii, sisi tunaona Simba Day. Watu wana kwa jamii, sisi tunaona Simba Day part 2. Umenelewa? Sisi umsima tuwezi kuachanga salama. Haana pa kutokea. Kwanza siri zao tunazo, simtaji jina. Tajiri wao kafilisika. Hawezi kusajili wachezaji wenye quality. Wanaleta wachezaji wa kupepea. Sasa hivi Yanga nawaambia mashabiki wa Yanga asikudanganye mtu kitu. Msimu huu wachezaji kama msimu uliopita. Kila mchezaji anaokuja kafeli kina Dombia. Msimu huu hawana fedha za kwenda kusajili wachezaji wenye quality kama sisi Simba Sports. Ni mchezaji mzuri mdogo, lakini hana level ya kucheza Simba na Yanga. Unajua kuna utofauti wa mchezaji mzuri na level ya kucheza Simba na Yanga. Kuna kitu na kufundisha Ngware. Mchezaji akawa na performance kubwa, labda Dodoma Jiji. Akiwa na performance kubwa, labda si timu gani. Akija Simba au Yanga anakutana na pressure kubwa na drop, ndio Chuga anaenda kudrop. Kiwango chake kinaenda kushuka. Mimi sinakwambia. National atajifunza kwa Kibabage. Kibabage si yupo? Si Mtanzania yule. Nani? National. Na ana miaka mingapi National?
National ni mchezaji mwenye quality kubwa. Alafu National anatakiwa acheze timu kubwa ili aonyeshe kiwango chake, alitamani sana muda mrefu acheze. Sasa Chuga mdogo, yani Chuga kwanza mdogo afu ana pressure. Yaani umri wake ni mdogo zaidi kuja kucheza kwenye hizi klabu. Hizi klabu kama unatoka timu ndogo kuna kiwango utakuwa uwe nacho. Umri usiwe mkubwa wala usiwe mdogo, uwe katikati. Ukiwa mdogo unakuja kukutana na ushabiki. Kuna mchezaji anaitwa Adam Salamba kama unamkumbuka. Alikuja Simba na umri mdogo sana. Akaanza ushalobalo. Sasa anacheza timu kubwa, mashabiki wengi, anaacha mpira anaanza ushalobalo. Kwa hiyo ni mchezaji aje kucheza Simba au Yanga, umri wake usiwe mkubwa sana wala usiwe mdogo sana, awe katikati. Umeelewa vizuri? Sisi Simba tumemsajili Kevin. Na nasikitika sana, mimi nasikitika. Leo siwezi kuitaja media moja, nimesikiza leo kipindi wanachambua michezo. Yaani kuna kitu watu wanatumika. Na ndio maana hata wachambuzi wanakosa ladha kusikilizwa na watu. Leo kipindi wanamchambua Chuga pamoja na Kevin, kuna tofauti moja nimeuona. Kipindi wanamchambua nani huyu mchezaji wa Simba aliyosajiliwa Kevin, wakaanza kusema maovu yake tu, yani mabaya yake tu, yani wameongelea mabaya tu mpaka akajishtukia baadaye aongea na mazuri yake. Kipindi anakuja kumchambua Chuga, kwanza na neno msisitizo kwamba Yanga wameanza na gia ndogo, yani wanatengenezea mazingira kwamba eti Chuga ndio mchezaji wa kawaida aliyosajiliwa, kwamba ana wachezaji wakubwa. Huu ni ubaguzi wa hali ya juu wanaoonyesha wachambuzi wa Tanzania. Sana imeniumiza sana. Sana imeniumiza. Mimi ndio sasa hivi sisikilizi redio. Na ndio maana sasa hivi watu wengi wanatusikiza siki na Mandala. Yaani yupo lazima shabiki aangalie Ngwale TV, aangalie Mavara, amwangalie Mandala kuliko kusikiliza media za michezo. Kuna kitu cha kujifunza. Tena ama bosi ya media, kuna kitu cha kujifunza. Wachambuzi wao wanatumika na hiki klabu, kuna klabu kimoja sikitaji jina, wanatumika kwa sababu habari ya Simba wanaikandamiza, habari ya Yanga wanaipamba. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo wanapoteza ladha kusikilizwa. Malalamiko mapema sana ligi ijaanza. Si nimeona mimi leo, mimi nimechafukwa. Ligi ijaanza, malalamiko yameanza. Nimechafukwa. Leo mimi nimesikiliza ile redio. Yule mchambuzi anaitwa Ivoiti yule. Yule mchambuzi sisi tunamjua vizuri. Yule mchambuzi ajiangalie. Yule ajiangalie, kalelewa katika mikono ya Simba Sports Club, tunajua taarifa zake. Asianze kuchambua mpira kupindisha. Yaani uchambuzi wake wote anakwambia Kevin sio mchezaji mzuri. Kevin anaangalia makosa tu. Upande wa Chuga, Chuga mchezaji water player. Sikafanya nini? Eti water player nini? Inahusiana nini? Kisa Chuga mchezaji wa Yanga. Water player. Sasa unahusiana eti Chuga water player. Inahusiana nini? National ana madhaifu mengi, siji kukaba kwake, sini na nini. Alafu alianza kuitaja Yanga, akaanza na kusema eti Yanga ameanza na gia ndogo. Lile neno limeniuma na anafikishia hawa wanaomiliki zile redio. Redio zao wanapoteza wasikilizaji kutokana na wachambuzi wao. Na ndio maana siku hizo wasikilizaji wa michezo, nisikilize. Nisikilize. Unasemaje eti Yanga ameanza na gia ndogo? Yaani unasemaje Yanga ameanza na gia ndogo? Yaani tafsiri yake kwamba eti yule Chuga ni kichezaji kidogodogo, kuna wachezaji wakubwa wanakuja. Kwa nini Simba uanze na kuchambua makosa tu mchezaji wa Simba? Wanatumika, na ndio maana watu sasa hivi wasikilizi redio, wanaangalia Ngwale TV, wanaangalia Simu Mavara, wanaangalia Simu Tanange, sio wanaangalia nini. Watu wamechoka. Wajitathmini, waangalie YouTube zao, viewers zinashuka kutokana na machao hao. Yaani kama wanabisha, waangalie YouTube zao, engagement, dashboard, sijui nini, wanashuka viewers. Alafu angalia media online, viewers wanapanda kwa nini? Wanapenda watu tunachokifanya sisi. Dabi ikachezwa wapi sasa? Dabi sisi watajua wenyewe. Kwenye jumba la dhahabu kule. Wapi? Jumba la maajabu. Sisi uzuri, ngoja nikwambie. Sisi uzuri Simba. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.